tutakuwa na makala ya VOA Mitaani ambao baadhi ya wakazi wa pwani ya Kenya wanazungumzia namna mitandao ya kijamii ilivyobadili namna watu wanavyotangamana kwa kujiunga kwenye makundi. Baadhi ya makundi hayo ni yapi? Kuna za fashion and design, kuna za mchango, kuna za sako. Nimezoea sana kupiga simu through video call na WhatsApp calls na pia voice recording than using a credit to make calls. Nimezoea kufanya voice notes na kutuma than kupiga simu. And then pia inanisaidia kufanya tracking ya kazi zangu, so I'm able to keep up with people through WhatsApp than ile frequent calling people during work time na hawapatikani. So ni rahisi kuachia mtu message WhatsApp and then anakujibu hapo than kimwachia message wengi wasomi. Na katika ripoti nyingine, wanajeshi 13 wa Marekani na wa Afghanistani 60 wauawa katika shambulio la kujitoa muhanga karibu na uwanja wa ndege wa Kabul. Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduwimana. Milipuko miwili karibu na uwanja wa ndege wa Kabul nchini Afghanistan Alhamisi umewaua wanajeshi wa Marekani na wa Afghanistani waliokuwa wamekusanyika eneo hilo wakijaribu kuondoka nchini Afghanistan. Wa Afghanistani 60 waliuawa na wengine 143 kujeruhiwa, kulingana na afisa wa Afghanistan ambaye hakutaka jina lake litajwe, akinukuliwa na shirika la habari la Associated Press. Kamanda wa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, Jenerali Frank McKenzie, amesema katika mkutano wa waandishi wa habari kwamba wanajeshi 12 wa Marekani wameuawa na wengine 15 kujeruhiwa. Taarifa za baadaye zimesema wanajeshi wa Marekani 13 wameuawa na wengine 18 kujeruhiwa. Kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika na shambulio hilo. Mackenzie amesema wataendelea kutekeleza jukumu lao kuu ambalo ni kuwaondoa wa Marekani na raia wengine nchini Afghanistan. Amesema ISIS haitawaziwia kufanikisha kazi yao. Akizungumzia kuhusu mlipuko wa kwanza, afisa wa Taliban ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mshambuliaji wa kujitoa muhanga amejilipua katika eneo ambapo kulikuwa kumekusanyika watu wengi, mkiwemo wanawake. Milipuko hiyo ilitokea saa kadhaa baada ya serikali za magharibi kutoa onyo juu ya tishio la shambulio la kigaidi kwenye uwanja wa ndege na kuwaomba watu waliokuwa wamekusanyika eneo hilo wakisubiri kuondolewa nchini Afghanistan kujielekeza kwenye eneo salama. Kufuatia milipuko hiyo, ubalozi wa Marekani mjini Kabul umewataka raia wa Marekani kutokwenda kwenye uwanja wa ndege na kuepuka milango ya uwanja huo. Rais wa Marekani Joe Biden amepania kukamilisha zoezi la kuwaondoa raia wa Marekani na wengine nchini Afghanistan licha ya shambulio baya la bomu la kujitoa muhanga kwenye uwanja wa ndege wa Kabul. Ameahidi pia kulipiza kisasi, akiwaambia magaidi waliohusika na shambulio hilo, tutawawinda popote na kuwaadhibu. Akiongea kwa huzuni akiwa White House, Biden amesema kundi la Islamic State tawi la Afghanistan ndilo lilihusika na mashambulizi ambayo yaliua wanajeshi 13 wa Marekani na raia wengi wa Afghanistan. Amesema hakuna ushahidi kwamba washambuliaji walikula njama na Taliban ambao wanaidhibiti nchi. Karibu wa Marekani 1000 na wa Afghanistani wengi wameshindwa namna ya kuondoka huko Kabul. Zaidi ya watu 100,000 wamekwisha ondolewa nchini Afghanistan kufikia sasa. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Matshidiso Moeti, amesema Alhamisi kwamba utoaji wa chanjo za COVID-19 barani humo umeongezeka katika kipindi cha wiki moja iliyopita, ingawa bado inaonekana kuwa lengo la kuwafikia 10% ya wakazi ifikapo mwishoni mwa Septemba huenda lisifikiwe. Harrison Kamau anatuarifu zaidi. Zoezi hilo likiendelea barani Afrika, jumla ya kesi mpya 1248 za maambukizi ya COVID zimeripotiwa ndani ya kipindi cha wiki moja iliyopita, huko mataifa 24 yakisemekana kushuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya aina mpya ya virusi vya Delta. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Moeti amesema kuwa hilo ni janga linaloweza kuzuilika iwapo chanjo za kutosha zitatolewa kwa Afrika. Kiongozi huyo amesema kwamba dozi milioni 13 zimetolewa ndani ya wiki moja iliyopita, ikiwa ni mara 3 zaidi ya dozi zilizotolewa wiki iliyotangulia kutokana na ongezeko la misaada ya chanjo kutoka kwa mataifa yaliyoendelea. Hata hivyo, anasema kwamba hiyo ni idadi ndogo sana ikizingatiwa kwamba Afrika ina idadi ya watu takriban bilioni 1.3, wakati idara ya kudhibiti magonjwa ya kusambazwa CDC ikisema kuwa ni 2.4% ya watu ndio wamepokea chanjo kufikia sasa. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hivi karibuni alisema kuwa inasikitisha kuona baadhi ya mataifa tajiri yakitoa chanjo ya 3 kwa watu wake, wakati baadhi ya mataifa yakiwa hajatoa hata chanjo ya kwanza kwa watu wake.
Afrika inatarajiwa kupokea dozi milioni 117 katika miezi ya karibuni, ingawa dozi nyingine milioni 34 zinahitajika ili kufikia lengo la 10% ya watu barani humo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Alhamisi amelionya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba mzozo wa Ethiopia umeenea na kuvuka jimbo la kaskazini la Tigray na janga la kibinadamu linajitokeza mbele ya macho yetu. Ethiopia inakumbwa na mzozo uliozuka miezi 9 iliyopita na ambao umeenea kwenye maeneo mengine. Serikali imeshindwa kudhibiti milipuko mingine ya ghasia za kikabila na kisiasa juu ya umiliki wa ardhi na rasilimali. Watu wenye silaha waliua watu 150 wiki iliyopita kaskazini mwa Ethiopia katika shambulio la kundi lililojihami, tume ya serikali ya haki za binadamu imesema Alhamisi. Kauli za uchochezi na kuweka mbele ukabila vinasambaratisha jamii, Guterres ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa la wanachama 15. Ameongeza kuwa pande zote lazima zimalize uhasama bila masharti yoyote na kutumia fursa hiyo kujadili sitisho la kudumu la mapigano. Guterres amesema zaidi ya watu milioni 2 walihamishwa kwenye makazi yao katika mzozo huo na mamilioni ya wengine wanahitaji msaada, ikiwemo chakula, maji, makao na huduma za afya. Watu wenye silaha wamewaachilia huru wanafunzi waliotekwa nyara miezi 3 iliyopita kwenye shule ya Kiislamu katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Niger, wazazi wawili wameliambia shirika la habari la Reuters jana. Karibu wanafunzi 136 walitekwa nyara mwezi Mei kwenye shule katika mji wa Tegina, lakini Jumatatu mmiliki wa shule hiyo alisema wanafunzi 6 walifariki kutokana na ugonjwa. Afisa ambaye hakutaka jina lake litajwe amethibitisha kuachiliwa huru kwa wanafunzi hao. Mzazi mmoja aitwaye Malam Saidu Tegina ameiambia Reuters kwa njia ya simu kwamba wanafunzi wameachiliwa huru, lakini hakusema ni wangapi. Makundi yenye silaha ambayo yanafanya utekaji nyara ili kupata fidia yanashutumiwa kwa msururu wa uvamizi kwenye shule kaskazini mwa Nigeria miezi ya hivi karibuni na yameteka nyara zaidi ya wanafunzi 1000 tangu mwezi Disemba. Abubakar Garba al-Hassani ambaye watoto wake 7 wanashikiliwa na kundi la watekaji nyara amesema wanafunzi walikuwa njiani kuelekea mji wa Mina. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo, wananchi wanaokimbia kutoka vijiji mbalimbali mkoani Ituri huko DRC na kuweka kambi mjini Bunia na sehemu nyingine wanalalamikia hali mbaya ya kimaisha, hasa afya ya watoto kudidimia kutokana na ukosefu wa lishe bora, wengi wao wakiomba amani rejeshwe kwenye vijiji vyao ili warejee. Austel Malivika anasimulia zaidi kutoka Goma. Wananchi wanateseka sana kwa teritwari ya Njugu, mingi sana hapa kwa Ro. Jean Bosco Asamba, mbunge wa Ituri, akiwa katika mji wa Bunia, wakilalamikia hali wanaopitia wakazi wanaohama vijiji vyao na kukimbilia sehemu tofauti. Hata mimi niko mzazi, watoto wanatembea kwa barabara, wengine wanagonja bwaki. Tunashindwa kufahamu kama usaidizi iko ama haiko. Na yake na sisi kuna dushinda, tunaona hali yenyewe na dushinda. Mama Grace alikimbia kijiji chake pembezoni mwa mji wa Bunia kutokana na mashambulizi ya waasi wa Kodeko. Aishi maisha ya kuhangaika akiwa katika kambi ya wakimbizi ya Roe wilayani Jugu mkoani Ituri. Amejikuta katika hali ngumu ya kimaisha akiwa na mtoto yake akipunguza kilo kila siku. Hapa kwetu kwa Ituri tunateseka sana. Ona watoto wangu wanakosa hata mavazi wala chakula. Wanateseka, wanakosa kitu kukula, wanagonjwa bwaki. Tunaomba wanawakia tu hapa wanje kukufa tu. Naomba usaidizi, mavazi haiko, tunaomba mtusaidie na chakula. Shirika la raia wilayani Jugu lasema watoto 101 wamepatikana wakiwa na utapiamulo kutokana na malisho mabaya. Watoto wanabadilisha rangi. Tukiendelea na habari zaidi za dunia, waziri mkuu wa zamani wa Mali Bobai Meiga amekamatwa Alhamisi kutokana na jukumu lake katika ununuzi wa ndege ya kumsafirisha rais wakati wa utawala wa rais aliyeondolewa madarakani Ibrahim Boubacar Keita, wakili wake amesema.
Sababu haswa ya kukamatwa kwake haikuelezwa wazi, lakini inahusiana na ununuzi wa ndege ya Mali mwaka 2014 kwa dola milioni 40. Wakili wake Kasum Tapo amesema kwa njia ya simu bila kutoa maelezo zaidi. Wakosoaji wakati huo walisema utawala wa Keita ulilipa pesa nyingi na kwamba mkataba wa ununuzi wa ndege hiyo uligubikwa na ufisadi. Shirika la kimataifa la fedha IMF na Benki Kuu ya Dunia waliziwia msaada wa kifedha kwa taifa hilo la Afrika Magharibi kutokana na kashfa hiyo. Maiga alihudumu kama waziri mkuu kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2019 na alitarajiwa kugombea urais katika uchaguzi ambao viongozi wa mpito wameahidi kuandaa mwaka ujao kufuatia kuondolewa kwa Keita kama rais mwezi Agosti mwaka jana. Rais wa zamani wa Chad Hissen Habre, ambaye alifariki wiki iliyopita akitumikia kifungo cha maisha kwa uhalifu wa kivita, amezikwa Alhamisi nchini Senegal. Habre aliitawala Chad kuanzia mwaka 1982 hadi mwaka 1900. Chuo cha kijeshi ambacho kilishambuliwa nchini Nigeria na baadhi ya maafisa kuuawa imeelezewa ndio tatizo kuu ambalo linaweza kuyumbisha juhudi zinazofanywa kuimarisha usalama katika baadhi ya maeneo nyeti nchini humo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi. Nigeria ambayo imeendelea kushuhudia matukio mbalimbali ya ghasia, uvamizi na mauaji, inaelezwa baadhi ya vitendo hivi viovu huenda vinafanywa kwa ushirikiano wa watu ndani ya taasisi, hatua ambayo kuna umuhimu wa kutupiwa jicho kwa makini kuzuia vitendo hivi. Mkuu wa jeshi ya Nigeria, Jenerali Loki Irabo, anasema kuna haja ya kuviangalia visa hivi kwa umakini mkubwa ili iweze kutatulia mara moja, na kuongeza kuwa tayari kikosi maalum cha jeshi kinaendelea na shughuli za kutafuta majambazi hao na kuwafikisha mbele ya sheria. The infiltration didn't come by virtue of the normal banditry action, but these are things we're already looking at. Any form of insecurity is a cause for worry for anyone, and that's why for us this madness must be brought to an end very speedily. Generali mstaafu wa jeshi ambaye hivi sasa ni mkuu wa idara ya usalama wa ulimwengu na ujasusi katika chuo kikuu cha Chrisland, Profesa Kunle Olaumi, anasema kutokana na uzoefu wake kama afisa wa ujasusi wa jeshi kwa miaka 35, hao wahalifu wanaishi karibu na chuo cha ulinzi na wanaingia chuo hicho kila mara, ambacho ametoa pendekezo kwamba waziri wa ulinzi kupiga marufuku tabia ya watu wasio wanajeshi kuenda kusali katika msikitini iliyomo ndani ya chuo hicho. Badala yake watumie misikiti ya sehemu wanaoishi nje ya chuo hicho. For the 35 years I spent in the military intelligence, on Friday they will troop in. The Minister of Defense should stop this. People should go to various mosques around them to pray and maintain the sanctity of our military institutions. Magavana wa majimbo mawili ambaye yameathiriwa vibaya mno na vitendo vya majambazi na magaidi, Sam Otom wa jimbo la Benue na Nasir El-Rufai wa jimbo la Kaduna, wamezungumzia juu ya hali ya usalama nchini. Wakati Otom anasema Rais Muhammadu Buhari haifai kuongoza Nigeria katika swala la usalama, El-Rufai anasema majambazi wanapaswa kutafutwa na kuuawa hapo hapo wanapojificha msituni. President Buhari is the worst president when it comes to issues of security and keeping his promises. To wipe out the bandits, we must go into this forest. Nobody living in that forest is innocent, and just kill them all. Chuo cha ulinzi cha Nigeria kiko eneo la Afaka katika jimbo la Kaduna, karibu na taasisi ya sayansi ya misitu, ambapo wanafunzi walitekwa nyara mnamo tarehe 11 wa Machi mwaka huu. Ripoti inasema kwamba majambazi wamemuua meja wa jeshi aliyetekwa nyara wakati wa kushambulia hilo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii ameongeza muda wa kuhudumu kwa magavana wa kijeshi waliopelekwa kwenye mikoa ya mashariki ya Ituri na Kivu Kaskazini ili kukomesha mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha. Kufuatia hatua hiyo, mwenzetu Idli Gongo amezungumza na mtaalamu wa kutatua migogoro ya kijamii na kisiasa barani Afrika, Cosmas Bahali, ambaye anaanza kwa kueleza mtazamo wake kuhusiana na mzozo huo. Hili ni kwamba tatizo la Kongo mashariki ni kubwa na la muda mrefu,
na mabadiliko ambayo serikali ya Kongo imeyafanya kwa ajili ya kuweka hawa makamanda kwenye hizo ngazi za utawala ni sio muda mrefu sasa, lakini huwezi kuwapima haraka tu kujumuisha kwamba wameshindwa, lakini kwamba labda wana kuona mazingira na sababu tatizo la Kongo sio suluhu za kijeshi, inahitaji zaidi ushauri wa kisiasa zaidi na kijamii, kuona matatizo ambayo mengi ni ya kijamii na kisiasa na pia ya kiuchumi. Lakini kile ambacho sasa unaweza kukiona, manake wewe unalijua vizuri eneo hili, nini unadhani ilisababisha kuona kwamba utawala wa kijeshi ndio utakaotoa ama utakaotatua tatizo, na ile hali unasema matatizo hayo hayawezi kutatuliwa na masuala ya kijeshi? Kiweka makamanda wa jeshi kwenye maeneo ambayo ni ya dharura, yenye vurugu, yenye vyanzo vikubwa vya kivita, basi wanaweza kufanya tathmini kwa haraka zaidi kwenye masuala ya kiulinzi na masuala ya usalama kiurahisi zaidi kuliko gavana raia au mtawala raia, ili kusaidia pia kuwasiliana na makamanda wa operesheni ya kijeshi ambazo zinaendelea. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri hizi, kwa sababu mtawala ambaye ni raia hawezi kujua operesheni za kijeshi zitakiwa ziendeje, lakini tathmini za kiusalama anaweza kana sio na pana wa kuelewa kiurahisi kuliko mwanajeshi ambaye anajua mazingira hayo na kanuni za operesheni za kijeshi. Sasa kuhamasisha viongozi mbalimbali katika ngazi za jadi, katika ngazi za makabila, katika ngazi za mashirika sio serikali na viongozi wa dini. Kumbuka matatizo ya Kongo ni mtambuka, manake vita zingine zinasababishwa na waasi waliokuwa wametokea Uganda au waliotokea mashariki kutoka Rwanda miaka zamani. Sasa wiki hii Salma Mohamed, mwandishi wetu wa pwani ya Kenya, amezungumza na Wakenya wanaoeleza jinsi wanavyotumia mitandao katika shughuli za kila siku, na hasa mtandao wa WhatsApp. Sasa mimi niko katika WhatsApp group kama 5. Sasa hizo WhatsApp groups zingine ni za kazi, zingine ni za community volunteer, zingine ni za hobby. Kwa mfano kuna group moja, wale members ni wale watu ambao wanakimbia asubuhi mazoezi. So kwa mfano ukiwa huna time ama unataka motivation, kuna watu ambao wanakutia motisha, wanakutumia message, oya vipi, so asubuhi mnarauka, mnakimbia, mnafanya zoezi pale, hasa kwa group. Sasa lakini ukikosekana unatumiwa private message, unaambia oya vipi, mbona huonekani? Sasa watu wengine wanasema hawana time ya kufanya mazoezi, lakini ikiwa katika hiyo group ya watu ambao wanafanya mazoezi, ni rahisi kwenda mazoezi kwa sababu kila mtu anaenda, marafiki zako wanaenda, kwa hivyo unapata ile motivation ya kwenda training. Kwa mfano kuna WhatsApp group moja iko na 200 watu 200. Sasa bale hao watu kwa kutumia message moja, zamani ilikuwa wanatumia message SMS moja. Kwa mfano ikiwa unafanya accounting kwa mfano, na tuseme unatafuta kazi, katika ile WhatsApp group kuna professionals na watu ambao wako na biashara sawa. Kwa mfano kuna mtu anauza nguo, kuna mwingine ako na hoteli. Sasa ikiwa anatafuta accountant, anaandika message pale, anasema kwamba anataka mtu accountant pale kwa group. Ni kwa nyingi, kuna za familia, marafiki, kuna za activities za modeling, kuna za community work, kuna za fashion and design, kuna za mchango kuna za sako. Nimezoea sana kupiga simu through video call na WhatsApp calls, na pia voice recording than using a credit to make calls. Nimezoea kufanya voice notes na kutuma than kupiga simu, and then pia inanisaidia kufanya tracking ya kazi zangu, so I'm able to keep up with people through WhatsApp than ile frequent calling people during work time na hawapatikani. So ni rahisi kuachia mtu message WhatsApp and then anakujibu hapo, than ukimwachia message wengi wasomi. Kikazi imenisaidia because I'm a model, so that is where I do my catalog. Hapo ndio pale natumia clients na hiyo job. Wengi siku hizo wataki email, they just want instant pictures, so that is what I use. So they want quick response. When a client akikuuliza maybe kama picha, anataka instant utume, aone and then approve, then utume email, apitie, analyze and then akujibu. Imeleta hiyo umoja cause mimi niko mbali na nyumbani, so kuna hiyo keeping tabs with wale watu wenye siko karibu nao, and then pia we can still catch up most of the time na wale watu kama nilikuwa nao competition kitambo. We can still have a reunion through WhatsApp than physical reunion. Instagram sana, also send in DMs, and also for my work. Facebook iko na good feedback,
but nilinotice most na Facebook zile inboxes, some clients are not genuine, so unapata iko na a lot of challenges, so nikaacha sana kuitegemea. Niko kwa WhatsApp group takriban si chini ya 20, na hiyo ni baada ya kuzipunguza. WhatsApp group siku hizi imekuwa rahisi na watu wanaipendelea kwa sababu ni njia moja kuweka watu wengi kwa wakati mmoja, na ukituma ujumbe unaenda kwa haraka kwa wakati mmoja. Kifamilia, mimi nina familia wako Nakuru, wako Nairobi, wako Tanzania, lakini tuko katika WhatsApp group moja. Kwa hivyo nikituma ujumbe inasambaa kwa mtu ambaye yuko Tanzania, yuko Nakuru, yuko Nairobi. Kikazi, tukikutana watu 10 na tukubaliane kufanya jambo, tukifungua WhatsApp group tutakumbushana kuliko kumpigia kila mtu simu mmoja mmoja, kuliko mtu kusema ulimtumia fulani mimi ukunitumia. Inafikia kila mtu kwa wakati mmoja. Kijamii, kwa mfano siku hizi kuna group za michango ya harusi, michango ya mazishi. Ile pia inaleta watu pamoja kwanza, lakini pia pili inaonyesha accountability. Ni rahisi kutrack huyu alitoa shingapi, na kila mtu anaona. Inasaidia. Pengine ugumu wake tusingeuona kipindi hicho sababu tulikuwa hatuna WhatsApp group, lakini kwa sasa tunagundua kumbe ilikuwa ngumu. Maana ilikuwa nipaka umfuate mtu mmoja na umpigie simu, lakini pia pili utapigia watu wangapi simu kuwaeleza, ilikuwa gharama kubwa sana. Lakini kwa upande mwingine pia WhatsApp group pia imeleta shida, na mimi ni mmoja wapo. Nimeweka kwamba uwezi kuni-add kwa WhatsApp group mimi. Uwezi. Ukitaka kuni-add itanitumia link automatic. Kwa hivyo ni mwenyewe kama nitaingia ama sitaingia. Sikuwa sipendi kabla sijaambiwa, lakini unaweza kuadiwa kwenye group labda ya gaidi, unaweza kuadiwa kwenye group ya uchafu. Yaani unaweza kuadiwa kwa group ambayo wewe vitu haukubaliani navyo, ama ni vitu ni hatari, ni vitu si salama. Kwa hivyo kabla sijaadiwa kwenye grupu yote najua na nakubali kuadiwa. Mbeleni nilikuwa katika makundi ya WhatsApp karibu 50. Ambapo pia inasaidia kitu kikikufika, imagine katika grupu ya familia, katika grupu ya msikiti, katika grupu ya wasanii, katika grupu ya, kwa hivyo kitu kufika watu kuwasambazia ni rahisi sana. Basi kabla ya kutamatisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari ukisomwa naye mwenzangu Patrick Nduwimana. Milipuko miwili karibu na uwanja wa ndege wa Kabul nchini Afghanistan Alhamisi imewaua wanajeshi wa Marekani 13 na wa Afghanistan 60 walio